Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Karibuni Vida tena para Todos. katika utangazaji mwingine Gênesis, o kutoka kwa princípio, taasisi ya uzima kwa wote, 33. na mada kuu Sara e o ni mwanzoni, ujumbe wa 33 ambao kichwa chake ni kifo cha Sara na ndoa ya Isaka. Tunasoma Biblia kutoka kwa Mwanzo 23 kuanzia mstari wa kwanza mpaka 20 na sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza hadi 67. Wakati nilikuwa naangalia uzamisho wa wiki hii, tuko na hizi vifungo vinne ambayo inaeleza kuhusu Ibrahimu alipokuwa Shechem na alipitia miji ya Betheli na Ai, na alipoendelea kutembea kulikuwa na milima miwili, mlima wa Gerizim ambao unaashiria uzima na baraka, na mlima Ebo ambao unaashiria kifo na laana. Hakuna mtu ambaye anakuanga anapenda kuchagua laana na kifo. Kila mmoja anapenda kuchagua uzima na baraka. Wakati unachagua uzima na baraka za Mungu, unahitajika kufuata neno la Mwenyezi Mungu. Ulichagua kusikiza kwa makini kile ambacho kinatoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Hicho ndio kitu ambacho Mungu aliambia wana wa Israeli alipowakomboa kutoka Misri katika mlima wa Sinai. Kawaambia kwamba mkifuata kwa makini sauti ya kinywa changu na kufuata maagizo yangu, mtakuwa watu wa thamani. Kwa hivyo, wandugu na dada, wakati tunachagua uzima, tunachagua kusikiza sauti ya Bwana kwa makini. Sauti ya Bwana. Tunashukuru Mungu kwa yale ambao tumekuwa tukifanya, kwamba Bwana amekuwa akituzungumzia kila siku na kila wakati. Tuko na neno ambalo linatoka kutoka kwa kinywa cha Mwenyezi Mungu ili kulisha kanisa. Na wa vijana wamekuwa wakifanya mazoezi, wakifanya nyimbo za vita, wakilala na kuamka na Bwana, yaani kuweka neno katika mioyo yao, ambayo imekuwa ikiwapatia nguvu katika maisha. Na nguvu hii inaonekana katika kanisa. Na kupitia hili vijana wetu wamekuwa wakijituma katika kutumika katika vijana, na watu ambao wamekomaa, ambao wamekuwa wakitumika katika jeshi hili la Bwana, wakikuwa ambao wanasaidia katika kazi ya Bwana. Na tuko na wazee ama wale ambao ni viongozi ambao wamekuwa wakiwatumia katika njia ya kipekee katika kazi ya kukomboa makanisa ambayo yanahitaji msaada, na kukomboa na kuinua makanisa. Alafu tuko na makopota ambao wako na uzoefu mwingi, ambao wanatumia vyombo ambao ni kama TCS, ambao tumeona kazi nzuri katika njia hiyo, katika eneo hili la Sao Paulo, eneo hili kubwa kabisa la Sao Paulo. Na hivi majuzi na katikati ya mwaka uliopita
tumekuwa tukikomboa makanisa katika eneo hilo, na kwa njia hiyo tuko na makanisa katika eneo la Santo André, na tumefanya hivyo hivyo katika Guarulhos, na tulikuwa na kongamano ambalo tulikuwa na watu zaidi ya 1,000 mahali pale, na leo tuko na nyumba ya makopota na mahali ambapo kumetengenezwa ama kumefanyiwa marekebisho, na kwa njia hiyo makanisa mengi yameinuliwa katika eneo la Fadista, sehemu hiyo ya Marilyn, na tunaendelea kufanya kazi katika Modas Cruzes bila kuongea kuhusu Paraíba na njia ya hiyo ametaja, na tuko na kazi mingi ya kufanya kwa sababu mwaka huu wa 26 ni mwaka wa kuzalisha, kwamba Bwana ametoa utasa wa Sara na akampea mwana, na kupitia unabii huu tunaelewa kwamba mwaka wa 2026 ni mwaka wa kuzalisha matunda. Tutakuwa mwaka ambao Bwana anamaliza utasa katika kanisa, na tutakuwa tunazalisha matunda mengi kwa Bwana. Lakini ningetaka kutaja mambo kadhaa ambayo nimekuwa nikitazama. Vyombo vyote ambavyo tumepewa hatuwezi kuvitumia kwa njia ya kiufundi, kama vile tumechagua uzima. Tulichagua uzima, mti wa uzima ama uzima wa Bwana, na kila kitu lazima kifuate njia ya uhalisia, isikuwe ni dini ambayo imekufa. Kwa hivyo uzoefu huu ambao tumekuwa nao katika kuzaa maneno, katika kupiga nyimbo za vita, katika kulala na kuamka na Bwana na kusikiza ujumbe, na kuwa katika vyumba vya kutiwa nguvu na kutembea na Bwana, mambo haya yote yasifanywe kwa njia ya kiufundi. Lazima tujue ni nini tunafanya, kwamba si mambo tu ya kurudia ujumbe kama njia ya kupumbaza. Tunasikiza ujumbe mara nyingi ili tuweze kusikia sauti ya Bwana. Kama tutasikiza ujumbe na tusisikie sauti ya Bwana, tutakuwa tunapoteza wakati. Tunafaa kusikiza sauti ya Bwana, na wakati unasikiza sauti ya Bwana, vile vile kama wale wafuasi wawili wa Yesu ambao walikuwa wanaelekea Emausi na Bwana akawatokea na kuwanenea, wanafunzi hao wawili walisema kwamba mioyo yao ilichomeka wakati Bwana alikuwa ananena na wao. Kwa hivyo utathibitisha vipi kwamba unasikia sauti ya Bwana kwa njia ya uzima? Ni wakati moyo wako unachomeka. Kama wakati umepita na unasikia moyo wako ausikii ukichomeka kwa sababu ya neno la Mwenyezi Mungu, lazima tutafute hilo. Tuambie Bwana atunenee. Usisikize tu kwa njia ya juujuu. Sitaki kusikia ujumbe katika njia ya juujuu. Nataka kupitia ujumbe niweze kusikia sauti ya Bwana. Ndio moyo wangu uendelee katika kuchomeka juu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo hatufanyi mambo kwa njia ya kiufundi. Kila kitu ambacho tunafanya tunajaribu kutafuta
usemi wa Bwana, usemi ambao unaleta mwelekeo na unaleta Roho ili aweze kufanya miujiza katikati yetu. Kwa hivyo jambo hili ndilo ambalo lilikuwa linanisumbua. Tusifanye mambo haya katika njia ya kiufundi. Tunafaa kuyafanya mambo ya uhalisia, tukiwa tunagusa Bwana ambaye anaishi. Na kwa njia nyingine, nataka kuwaambia, wakati tunasikiza sauti ya Bwana, maisha yetu yanakuwa. Uzima wetu katika Bwana unakuwa. Na wakati uzima wa Bwana unakuwa ndani mwetu, uzima wa Bwana unaleta nini? Unaleta Mungu mwenyewe ambaye ni upendo. Mungu ni upendo. Kwa hivyo tunapokuwa katika uzima, tunakuwa na upendo ambao unajenga wa ndugu. Kwa hivyo ndugu, Bwana hataweza kupata mapenzi yake yakitimizwa kama sisi hatutakuwa katika uzima. Lakini Bwana pia anataka kanisa liweze kujengwa. Kwa hivyo tunafaa kufanya kazi katika ujenzi wa kanisa. Lakini tutajenga vipi pamoja na wandugu? Ili tuweze kujengwa na wadada na wandugu ni katika kutumika na Bwana. Lakini wakati tunapoenda kutumikia Bwana, tunakuta changamoto za uhusiano, changamoto za kutopatana. Natamani kufanya kazi na dada huyu, nataka nisifanye kazi na dada huyu, na siwezi fanya mambo kama haya, siwezi fanya na yule. Tuko na mambo ambayo tunatamani ya kibinafsi. Kwa hivyo tunahitaji kukua katika uzima ambayo inatoa katika kuwa na msingi wa upendo, ili tuweze kupendana sisi kwa sisi. Kwa hivyo ili tuweze kutumika pamoja katika kutumikia Bwana, tunafaa kukua katika uzima. Kwa hivyo mambo haya mawili, kukua katika uzima, alafu katika ujenzi unakuwa pamoja. Kwa hivyo wakati tunatumikia Bwana na tunajenga wandugu, uzima wa Bwana unazidi kukua, na wakati uzima wa Mungu unakuwa, tunazidi Bwana kutusaidia kujenga kila mmoja wetu. Kwanza naongea kuhusu Abrahamu. Wakati alikuwa na nafasi ya kuchagua kati ya Gerizim na Ebo, lakini baadaye aliweza kuchagua. Aliendelea kuteremka chini kusini, na akaweza kuweka hema yake katika mahali ambapo kunaitwa Betheli, na katikati ya Betheli na Ai. Na Ai inamaanisha uharibifu, na Betheli inamaanisha nyumba ya Bwana. Kwa hivyo tunaweza kuwa tunachagua kuishi katika mahali ambapo kuna ujenzi wa kanisa. Kwa hivyo wakati unachagua kazi zako, unafanya vitu vyako bila ujenzi, basi utakuja kuona kwamba maisha yako yanakuwa ni utupu na uharibifu. Na tuliona hii katika Loti. Kwa hivyo lazima tuchague ujenzi wa nyumba ya Bwana, tuchague Betheli. Na kwa hivyo tunahitajika kupatikana katika utendakazi wa Bwana. Kwa hivyo nataka kuhimiza wandugu na wadada ambao wako hapa na wale ambao wanatufuata. Wandugu, lazima tukue tayari kutumika. Tukue katika hizi vyombo vya TCS. Tuwe katika nyumba za vijana, tukitumikia hawa vijana wetu. Tuwe kama manahodha wa vijana hawa, ama tuwe nahodha wenyewe. Tuwe na wazee ambao wanatumika. Ukiwa mtu ambao umekomaa kama ndugu, utatumika vipi? Utasaidia katika matembezi? Ndio nataka kuwauliza wandugu. Lazima tukue sote, tuwe
na wakati wa kupitia mambo kama haya, lakini kila wakati tutafute njia ya kuwa na mambo ambayo tunaweza pitia mambo kama haya, kuwa na uzoefu wa mambo haya ambayo tunafanya, kuenda kuhubiri, kwenda na vijana tukifanya nini? Tukifanya mambo ya kuja uone, kuwa na kupatana na watu katika mitaa, kwenda na vijana hao, kupata familia kwa Bwana. Unajua, mambo kama haya katika mitaa yetu ni mambo muhimu kwa kila mmoja wetu. Hakuna mambo ya kuwa na wasiwasi. Kama uko na wasiwasi, tafuta vijana na uwaambie waende na wewe, uende na wao kuhubiri Injili huko katika mitaa, na wewe utapata nguvu pamoja nao. Na kama hauna nafasi ya kufanya mambo kama haya, kwa njia moja ama mbili, unaweza tafuta njia katika wikendi moja kwenda GPC na kuwa na uzoefu wa kukutana na watu na kuelewa kuzama ni nini, kuwa na uzoefu wa kugusa neno kwa karibu na kuwa na neno kwa karibu, na kwenda katika mitaa ukifanya kopota na uone miujiza ikitendeka. Kuwa na uzoefu huu wa uzima utakusaidia sana. Usikubali kuwa tamaduni. Usikubali kanisa ikuwe tamaduni kwako. Unaenda tu kwa kanisa, mikutano peke yake na wandugu. Kidogo baada ya kidogo utajipata maisha yako, utakuwa na uzoefu wa mambo ambayo hayana umuhimu wowote. Hautakuwa na uzoefu wa kuhubiri, wa kuchukua majukumu katika kanisa, na wakati hauna kazi ya kufanya, utaona shida nyingi katika maisha yako na kuona ukianguka katika mawazo na kuwa na shida mingi kwa sababu hautumiki. Tusikuwe kama hao, tusikuwe na tabia kama hizo. Wacha tutumike katika kazi ya Bwana ili tuweze kuzalisha matunda katika mwaka huu wa 2026. Halafu hapo Bwana atapata ujenzi katikati yetu, na ujenzi huu ataweza kuwa kichwa na kutumia kanisa kama mahali ambapo atatawala kwa kila kitu, na kanisa likiwa ukamilifu wa kile ambacho kimejaa kila kitu. Kwa hivyo haya yalikuwa mambo yangu ya muktasari ambayo yalikuwa ni muhimu kuweka msingi ya mwaka huu, ili kanisa mwaka huu liweze kuzalisha matunda mengi kwa Bwana. Kwa hivyo kumbuka, hakuna kitu ambacho kinafaa kufanywa kwa kiufundi, kwa njia ya kiufundi. Lazima tuelewe mambo ambayo tuna uzoefu wao, ili tusikie sauti ya Bwana na kufanya utendakazi katika maisha yetu, na tuendelee kutumikia Bwana katika njia tofauti tofauti. Tusikuwe katika njia moja, njia ambayo tumeizoea. Lazima tujitoe katika mitaa, tuende kuangalia vile watu wanafanyiwa katika kazi za GPC, tuweze kukomboa makanisa ili tuwe pamoja katika kazi ile Bwana anafanya katikati yetu, ili Bwana awe na nafasi ya kukua ndani mwetu. Na kama hatutafanya hivyo, tutakuwa dini ambayo inakufa, na hatuwezi kubali kufanya kitu kama hicho. Kwa hivyo leo tutaingia katika ujumbe wa 33 ambao unanena kuhusu kifo cha Sara. Tuende katika Mwanzo 23. Mwanzo 23 mstari wa kwanza. Hapo
tunaona Sara aliishi miaka 123. Nani anajua Isaka alikuwa na miaka ngapi? Ama Sara alikuwa na miaka ngapi wakati Isaka alizaliwa? Alikuwa na miaka 90 wakati alizaliwa. Na Abrahamu alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na miaka 90. Kwa hivyo tofauti ya miaka yao ilikuwa ni 10. Miaka 10. Kwa hivyo katika miaka 90 Sara alipata Isaka na aliishi kwa miaka 127. Kwa hivyo Sara alipokufa Isaka alikuwa na miaka ngapi? Kwa hivyo naona mnaelewa hesabu. Sara alipokufa Isaka alikuwa na miaka 37. Kwa hivyo Abraham alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 137. Kwa hivyo kama Sara aliishi na miaka 127 na Ibrahimu, kwa hivyo alikuwa na miaka 137 na alikufa katika sehemu ambayo inaitwa Kiriath Arba, ambayo ilikuwa katika eneo nchi ya Kanani. Na Abrahamu Sara akafa katika Kiriath Arba, ndio Hebroni katika nchi ya Kanani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwomboleza. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazao wa Hethi. Kabla sijaendelea, nataka kunena kuhusu Kiriath Arba, ambayo inamaanisha mji wa Kiriath Arba. Inamaanisha mji wa Arba. Na Arba alikuwa nani? Arba alikuwa mtu ambaye alikuwa na sifa katika wana wa Anakimu. Na Anakimu walikuwa nani? Walikuwa majitu ama Waefeli. Na kama vile ilivyofanyika katika Mwanzo 6, Waefeli ama majitu haya walikuwa wametokea kutoka kwa mahusiano yasiyo ya kawaida, na Bwana hakutaka kuchafua uzao wa binadamu, na ndio maana alituma gharika. Na wakati wa Noa, na si kwa wakati tu wa Noa ambapo jambo hilo lilifanyika. Wacha tuangalie Mwanzo 6. Mwanzo 6. Mwanzo 6 mstari wa 4. Nao wanafili walikuwako duniani siku zile. Kwa hivyo wakati huu walikuwa ni uhusiano ambao haukuwa sawa, ambao ulikuwa ni wa malaika walioanguka na wanawake, ambao Mungu ilibidi aweze kuwamaliza. Lakini jambo hili halikufanyika tu wakati huu. Wakati huo lilifanyika katika njia kubwa, lakini binadamu ilibidi aangamize binadamu kwa gharika. Na inasema katika mstari wa 4, tena baada ya hayo. Angalia vile inasema, tena baada ya hayo. Inamaanisha baada ya kufanya mara ya kwanza, kuna mara nyingine mambo hayo yalifanyika tena katika eneo la Kanani. Na wakati wana wa Israeli walienda katika sehemu hiyo, iliwabidi wawaangamize Wanakimu. Na mpango wa kwanza ulikuwa kumaliza wana hawa wa Anakimu.
Na Arba alikuwa jamaa ambaye alikuwa ni mtu mkuu katika Wanakimu. Katika Yoshua 14, Yoshua 14 katika mstari wa 15. Kuanzia mstari wa 10 mpaka 15, lakini kwa sababu ya muda tutasoma mstari wa 15. Basi jina la Hebroni hapo kwanza uliitwa Kiriath Arba. Huyo Arba alikuwa ni mtu mkubwa kupita wenziwe wote katika hao Wanaki. Hiyo nchi nayo ikatulia, vita vikakoma. Kwa hivyo watu hao walipokonywa mahali hapo na Yoshua akachukua mahali pale. Na kweli ni Kalebu ndio alichukua. Na baada ya kunyakua sehemu hii ambayo ni sehemu nzuri, ukaanza kuwa kunaitwa Hebroni. Kwa hivyo jina Kiriath Arba kulianza kuitwa Hebroni baada ya wana wa Israeli kuteka sehemu hiyo. Katika Waamuzi 1 mstari wa 10, kisha Yuda akawafuatia hao Wakaanani waliokaa katika Hebroni. Jina la Hebroni hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Arba, nao wakamuua Sheshai na Haimani na Talmai. Kwa hivyo kulikuwa kunaitwa Kiriath Arba, baadaye kukaitwa Hebroni. Hebroni inamaanisha ushirika na Mungu. Wacha turudi katika Mwanzo 23. Kwa hivyo Abrahamu akamuomboleza ama akamlilia Sara. Katika mstari wa 3, akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazao wa Hethi akinena, mimi ni mgeni ninatembea kwenu, nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu. Wazao wa Hethi wakamjibu Ibrahimu wakamwambia, utusikie Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Jambo hili ni jambo muhimu, lazima tutazame kwamba watu ama wana wa mfalme, sisi ni wana wa mfalme ambao tunapigania ufalme. Watu wa hii dunia wanafaa kututambua kwamba ni wale ambao tunapigania ufalme wa Mungu, na kwa sababu ya ushuhuda wetu watatuita wana wa wafalme. Sisi ni wana ambao tuko sehemu ya jeshi la Bwana tukipigania ufalme wa Bwana, na lazima tutambulike kwa sababu ya hilo. Wewe ni mwana mkuu wa Mungu. Uzike maiti wako katika kaburi ile utakalochagua katika makaburi yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake. Usizike maiti wako. Ibrahimu akaondoka, akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazao wa Hethi, naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu ni mzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombee kwa Efroni bin Sohari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu, iwe milki yangu ya kuzikia. Kwa hivyo wandugu, Abrahamu alitoka Mesopotamia
kwa sababu aliitwa na Bwana. Na alipofika katika nchi ya Kanaani, aliingia akiwa na miaka 75. Katika Mwanzo 12, wacha tufungue tujione, tuweze kufafanua mstari wa 4 na 5. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Hapo mwisho wa mstari wa 5. Na hao watu wakaingia katika nchi, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Na alikuwa na miaka 75. Na alipoingia nchi ya Kanaani, hakuwa na shamba ambalo lilikuwa lake. Aliishi Kanaani kama mpita njia. Na tunaweza ona jambo hili katika Waibrania 11:8 na 9. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijui aendako. Kwa imani, na Bwana alipomuita alienda katika nchi ya Kanaani, lakini Mungu hakumpatia shamba, na aliishi katika nchi ya ahadi akiwa anaishi bila kuwa na shamba. Na aliishi kwa imani, alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo. Kwa nini aliishi katika hema katika nchi ya Kanaani? Ni kwa sababu alikuwa anangoja nchi ambayo ni ya kujengwa. Bwana hakuwa amempatia shamba, lakini Mungu, Abrahamu alipeana maisha yake yote kwa Mungu, ndio Mungu aweze kukamilisha mapenzi yake kupitia maisha yake. Kwa hivyo Bwana anahitaji kanisa ambalo liko na moyo kama huo wa Abrahamu. Na kama tutakuwa na moyo kama huo, Mungu ataweza kufanya mapenzi yake kupitia sisi. Lakini kama tuko na matamanio yetu ya kibinafsi, tukiwa na mipango ambayo tuko nayo ya kibinafsi, Mungu hatapata nafasi ya kututumia ili kukamilisha mapenzi yake hapa duniani. Na ndio maana Mungu anahitaji wa Abrahamu wengi hapa. Kuwa Abrahamu. Usitake kushikanishwa na vitu za dunia. Kama Yesu amekupea, ni vitu za kutumia ili kutimiza mapenzi yake. Kama Bwana amekupatia rasilimali hiyo ni ya kutumika katika kazi ya Bwana. Akikupea watoto hao ni watumike katika kazi ya Bwana. Akikupatia utajiri huo ni wa kufanya mapenzi ya Bwana. Kwa sababu moyo wa Abrahamu ulikuwa ni moyo ulio safi, ambao hakujishikanisha na mambo ya dunia. Mungu hakumpatia shamba, lakini hakwenda akiuliza Mungu ampatie, ama akimuuliza ampatie kuwa na ile shamba ambayo Mungu alimwahidi. Lakini Abrahamu aliendelea kuishi kama mpita njia. Na kwa ajili ya hayo hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama haya waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Kwa hivyo Bwana, sisi shamba letu ni ya mbinguni, na watu lazima watuone kwamba sisi ni watu ambao tunawakilisha mbingu. Tunapokuwa hapa, sisi ni mabalozi. Tusijishikanishe na mambo ya kidunia kama vile Abrahamu ambaye hakujishikanisha na mambo ya dunia.
Na ndio maana Abrahamu anaambia wana wa Hethi confessa aos hititas que ele era estrangeiro que habitava no meio deles e não tinha kwamba yeye alikuwa mgeni na hakuwa anahitaji shamba katika nchi hiyo, na alikuwa mgeni kwa miaka 62. Na unahesabu haje jambo hili? Sara alipokufa, Abrahamu alikuwa na miaka ngapi? Alikuwa na miaka 137. Chukua kitakarishi upige hiyo mahesabu. Wakati unahesabu Abrahamu alikuwa na miaka ngapi akikuja huku? Alikuwa na miaka 75. Unapotoanisha miaka hiyo inakuwa miaka ngapi? Inakuwa miaka 62. Kwa hivyo Sara alipokufa, Abrahamu alikuwa katika nchi ya ahadi na alikuwa ameishi katika shamba hilo ama katika nchi hiyo kwa miaka 62, na aliishi nchi hiyo akiwa mpita njia ama mgeni. Alikuwa anatambulika na wana wa Hethi, lakini alikiri kwamba yeye alikuwa ni mgeni katika nchi hiyo na hangetaka shamba, hangekuwa na shamba mahali pale. Lakini sasa alikuwa anataka kununua shamba ama pango la Makpela ili aweze kuzika Sara. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa anapenda kujishikanisha na mambo ya dunia. Hakuwa amejishikanisha na shamba. Kwa nini? Kwa nini? Wahitaiti walimpea mahali pazuri pa kuzika. Abraham, unaweza zika mfu wako kwa mahali popote unahitaji. Hakuna mtu atakunyima mahali pa kuzika. Tunakupatia mahali pa kuzika, mahali pazuri. Lakini Abrahamu hakutaka. Kwa nini? Unafikiria ni kwa nini? Hata kama Abrahamu hakuwa na matamanio yake ya kivyake ya kuwa na shamba, Abrahamu hakutaka kuishi katika hali ya kuomba msaada kwa watu, kwa sababu Abrahamu alipokuwa ako hai hakuwa amejishikanisha na mashamba. Lakini mtu anapokufa katika familia, mwili unabaki, na mwili huu lazima uzikwe mahali. Na utazikwa wapi? Mwili huu utazikwa wapi? Wandugu, hatuwezi ishi tukitafuta msaada kwa watu. Abrahamu alisema, mimi nitanunua pango la Makpela ili niweze kuzika bibi yangu. Kwa nini? Kwa sababu sitaki msaada wa mtu, nataka kununua. Wandugu, nataka mambo ya kanisa yanakuanga katika njia ya ingine. Hatuishi katika njia ya msaada ama ya wanasiasa watusaidia kwamba tunahitaji serikali tupatie mashamba. Tunafaa kulipa kile kitu ambacho tuko nacho. Lazima tukilipie. Ni muhimu kwa Abrahamu kusema jambo hilo, kwamba hawezi zika bibi yake mahali ambapo mnataka kunipatia, hata kama ni kuzuri vipi. Mimi nataka kununua shamba langu nizike watu wangu. Unaelewa? Bwana Yesu. Walimpatia na anataja mahali ambapo anataka. Katika sehemu ambazo ni za Wahiti alipenda pahali pa Efroni. Efroni alikuwa mmoja wa Hethi. Na mwishowe kulikuwa na pango, na Abrahamu alitaka kununua
pango hilo, na Efroni akataka kumpatia achukue. Acha tuendelee kusoma, tuende katika mstari, nilisoma mstari wa 8. Naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu ni mzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie mkaniombee kwa Efroni bin Sohari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kiima kilicho kamili. Sitaki kitu cha bure. Katikati yenu iwe milki yangu ya kuizikia. Kwa hivyo Efroni katika hii Biblia ambayo ninasoma inaongea kuhusu wana wa Hethi. Wana wa Hethi ndio wanajulikana kama Hetaiti. Kwa hivyo Efroni na Hetaiti alikaa katika uwepo wa Hethi. Basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazawa wa Hethi. Nao walikuwa wamekaa katika kwanza Abrahamu alikuwa ni mgeni, hakuwa mmoja wa wana wa Hethi. Hakuwa na shamba mahali pale kwa sababu yeye wa kutoka mahali pale. Kwa hivyo alihitaji kununua shamba ili aweze kuzika bibi yake katika pango la Makpela. Kwa hivyo alihitaji ruhusa kutoka kwa watu, na ikuwa rahisi. Ulikuwa anahitaji ruhusa kutoka kwa watu, na watu wa eneo hilo wangekuwa saa zingine wanaweza kasirika na wanaweza mkataza kuwa na mahali pale. Kwa hivyo alihitaji kupewa ruhusa na watu wa eneo lile. Kwa hivyo mazungumzo haya yote, wacha tuseme mambo haya ya kutoa shamba ili liwe lake, lazima ingeenda katika lango la mji. Na lango la mji linamaanisha nini? Wakati huo lango la mji ilikuwa ni mahali ambapo watu wangeingia na kutoka. Kwa hivyo mashahidi walikuwa mahali pale. Kwa hivyo mashahidi ya mazungumzo yoyote ambayo yalikuwa ni ya muhimu, lakini lazima yangefanyiwa katika lango hilo la mji. Na watu kama unahitaji mashahidi, ungewapata pale katika lango lile, ili uweze kupata ruhusa ya watu yani wana wa Hethi, wazawa wa Hethi, na ili aweze kuongea na Efroni kuhusu ununuzi ama umiliki wa lile shamba. Wacha nisome jambo hilo. Mimi hupenda kuokoa wakati, lakini katika kitabu cha Ruthu sura ya 4, Ruthu 4, basi Boazi alikuwa anataka kukomboa Ruthu, na Boazi alikuwa ni jamaa wa Ruthu, na kwa hivyo Boazi alikuwa anataka kumwoa Ruthu, lakini hangeweza kumkomboa kama yule wa karibu, mkombozi wa karibu. Kama angetaka kumwokoa yeye, kwa hivyo lazima wangeenda kwa lango la mji. Alienda katika lango la mji kuongea na yule jamaa ambaye alikuwa wa karibu. Watu angalie Ruthu 4. Basi Boazi akakwea kwenda mpaka langoni, akaketi pale na tazama, yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu ambaye Boazi amemnena akapita, naye akamuita, haya wewe karibu uketi hapa. Naye akaja akaketi. Kisha akatoa
akakuwa na nafasi ya kuongea na jamaa huyu wa karibu. Hakutaka kukomboa Ruthu, na Boazi ikakuwa amemkomboa Ruthu, na mambo haya yalifanyika katika lango hilo. Katika mstari wa 9, naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimemnunua yote yaliyokuwa ya Emeleki na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruthu Moabu mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake, jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Kwa hivyo lango hilo lilikuwa ni pahali pa kuweka maagano. Kwa hivyo mstari wa Mwanzo 23 mstari wa 10, basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazawa wa Hethi. Efroni Mhiti akamjibu Ibrahimu, na wazawa wa Hethi wanasikiliza hata watu wote waingiao mlango wa mji wake, akisema. Na mnaelewa ni kwa nini mambo haya yanafanyika katika lango la mji. Sivyo bwana wangu, unisikilize, lile shamba nakupa, na pango iliomo nakupa, mbele ya wana wa watu wangu nakupa, uzike maiti wako. Na kwa hivyo tunaona Efroni alikuwa mkarimu. Hakupeana tu pango, alipeana mpaka shamba. Na Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi, akamwambia Efroni, na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, tafadhali unisikilize, nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Wandugu, katika njia ya hekima, hakutaka kukasirisha Efroni. Alimuonyesha kwamba lazima angenunua shamba lile. Hakutaka kupewa bure. Hii ni njia ya tabia zetu. Kila kitu ambacho tunafanya hapa duniani lazima tukilipie. Lazima tukilipie kile ambacho tumekifanya. Tusifanye mambo kwa bure ama tukitafuta msaada wa watu. Lazima tukilipie. Mnaelewa kile kitu nasema? Akamwambia Efroni akamjibu. Ibrahimu akakubali. Bwana wangu asikilize sehemu ya nchi ambayo. Kwa hivyo Ibrahimu akakubali maneno ya Efroni. Ibrahimu akampimia Efroni ile fedha aliyoitaja masikioni mwa wazawa wa Hethi, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Basi shamba la Efroni lilikuwa katika Makpela, likiwa Mamre, shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliakanishwa kwa mali yake Ibrahimu. Kwa hivyo sehemu hiyo yote ambayo ilikuwa sehemu ile ikafanyika kuwa ni ya Ibrahimu, na akafanya mbele ya wazawa wa Hethi. Basi baada ya hayo Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanani. Na lile shamba na pango iliomo iliakanishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazawa wa Hethi, kuwa mahali pa kuzikia. Kwa hivyo sehemu hiyo yote ama biashara hii yote ambayo ilifanyika mahali hapo ilifanywa katika wazi, katika kukiwa na mashahidi. Na Abraham aliishi katika mahema
akiwa anangoja mji ambao uko na misingi. Na hii ndio shamba pekee ambalo aliweza kulinunua, na alinunua kwa sababu ya pahali pa kuzika watu wake. Gawaje alikuwa anaishi Beersheba karibu na Gera, aliishi katika sehemu inaitwa Beersheba. Alikuwa katika amepewa ulinzi na Abimeleki, lakini ilibidi aende akanunue shamba huko Hebroni, na ilibidi asafiri mpaka huko Hebroni kwa sababu mahali pale kuna maanisha ushirika na kuna maana ya kiroho. Ilikuwa na maana ya ndani ya kiroho, na ni mahali pale ambapo Abrahamu alizikwa. Wacha tuangalie katika Mwanzo 25 kuanzia mstari wa 7. Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu, alizoishi miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Isaka na Ismaeli wanawe wakamzika katika pango ya Makpela, katika shamba la Efroni bin Zohari Mhiti iliekealo Mamre. Katika lile shamba alilolinunua Ibrahimu kwa wazao wa Hethi, huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Kwa hivyo alinunua shamba lile ili aweze kuzika, azike miili. Tuangalie katika Mwanzo 37, Mwanzo 37 mstari wa 7. 35:27. Yakobo akaja kwa Isaka babaye huko Mamre, mji wa Arba, ndio Hebroni, walipokaa ugenini Ibrahimu na Isaka. Siku za Isaka zilikuwa miaka 180, naye Isaka akakata roho, akafa, akakusanyika kwa watu wake, ni mzee, ameshiba siku. Esau na Yakobo wanawe wakamzika. Kwa hivyo alikuwa mahali pale kunaitwa Hebroni, na akazikwa katika pango lile la Makpela. Na Yakobo pia yeye, Yakobo alisema lazima azikwe mahali pale. Tuangalie Mwanzo 39, 49:29. Akawaamuru akasema, mimi ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu, munizike pamoja na baba zangu katika pango iliomo shambani mwa Efroni Mhiti. Kwa hivyo mkumbuke, Mamre alisaidia katika vita, na katika wakati Abrahamu alinunua shamba katika lile pango iliomo shambani mwa Makpela iliyo mbele ya Mamre katika nchi ya Kanani, aliyoinunua Ibrahimu pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti pawe milki yake ya kuzikia. Humo walimzika Ibrahimu na Sara mkewe, humo wakamzika Isaka na Rebeka mkewe, nami humo nikazika Lea. Shamba na pango iliomo lililonunuliwa kwa wazao wa Hethi. Basi Yakobo alipokwisha kuwaagiza wanawe, akakunja miguu yake kitandani, akakusanywa pamoja na watu wake. Kwa hivyo tunaona alizikwa katika pango hilo la Makpela. Tunaona kwamba wana walimbeba mwana huo wakamzika huko, wakamzika katika shamba hilo, kwamba ilikuwa ni sehemu ya mazishi ya wana wa Abrahamu. Na hata Yusufu, tukiangalia katika Mwanzo 50 mstari wa 4, kwamba nakufa
kwamba ni shamba ambalo Abraão, Isaac e Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel dizendo, certamente Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, akawapandisha toka nchi hii mpaka nchi iliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Basi Yusufu akafa mwenyewe miaka 110, wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Kwa hivyo Yakobo alitamani kuzikwa katika mahali pale, hakuzikwa Misri. Kwa hivyo nataka tuingie katika somo lingine ambalo ni ndoa ya Isaka. Twende katika Mwanzo. Wacha tuangalie sura 27, 24. Naenda katika sura ambayo najaribu kutengeneza ujumbe mwingine. Wacha tuende katika sura 24. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Wandugu, nataka kuwaeleza kwamba kama utakuwa kama Ibrahimu wa siku ya leo, nataka kwa hakika nikuambie kwamba Mungu atakubariki kwa kila kitu. Ingawaje utakuwa na changamoto ya hapa pale ukiwa unapigania ufalme wa Mungu, lakini nataka ukuwe na uhakika kwamba Mungu atakubariki. Kwa hivyo kitu ambacho kinafuata watu wa Mungu na mtu ambaye hajipiganii, mtu ambaye akaona moyo safi na hajajishikanisha na mambo ya dunia kama Abrahamu, Mungu atakubariki mpaka mwisho wa maisha yako. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Wacha tuangalie mambo haya. Kwa hivyo ndugu, kama vile nilivyosema, kwamba miaka ambayo ilikuwa miaka ambayo tofauti ya miaka kati ya Abrahamu na Sara ilikuwa ni miaka 10 kama vile nilivyosema. Na Sara alipokufa, Isaka alikuwa na miaka 37 na miaka ya Abrahamu ilikuwa miaka yote ilikuwa ni 170. Kwa hivyo na wakati Sara alikufa, Ibrahimu aliishi miaka 72 na Mungu alimbariki na vitu vyote 62 tabani. Na Mungu aliendelea kuishi katika imani kutoka wakati alitoka katika nchi ya Mesopotamia. Wakati tunaona katika maneno ya Stefano, aliamini maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo alinenewa, ambayo alimleta katika utakatifu. Katika Mwanzo 15 na Warumi 6, kwamba alipeana maisha yake kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kulingana na neno lake. Na mapatano ambayo Bwana Abrahamu alikuwa nayo na Mungu
na kusikiza mambo ya Mungu ilimfanya Abrahamu aweze kuwa baba ya wale wanaoishi. Katika Warumi 14 mstari wa Warumi 4 mstari wa 3 unadhibitisha kile ambacho nimesema, kwamba Abrahamu aliamini Mungu na akahesabiwa kwake kuwa haki. Sasa twende katika mstari wa 11. Naye aliipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Naye tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si watahiriwa tu, bali pia wanazifuata nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu iliyokuwako nayo kabla ya hajatahiriwa. Nataka kusema jambo hili kwamba katika mara ya kwanza Mungu alimbariki kwa sababu aliamini Mungu. Wandugu, sijui nitawaeleza vipi jambo hili. Kama kanisa liliko Philadelphia, lile ambalo ni kanisa la washindi ama kanisa la masaa ya mwisho, tukitaka kufanya mambo ama mapenzi ya Mungu, tukitaka kumaliza enzi hii na kuleta mamlaka ya Mungu, ni muhimu tuenende kwa mwenendo kama wa Abrahamu. Ni muhimu ya mimi na wewe tusikue na mapenzi ya kibinafsi kama Abrahamu. Wakati tunakutana na Mungu wa utukufu, tunapeana maisha yetu kwa Bwana. Maisha yetu, wandugu, yamewekwa ili tufanye mapenzi yake. Mapenzi yake tu. Mapenzi yangu si kwa mambo yangu peke yangu. Mapenzi yangu na maisha yangu ni kufanya mapenzi yake. Kwa hivyo kuanzia hapo mpaka mwisho naishi kwa imani. Mambo haya niliyasema katika mwanzo niliponena maneno ya kuzama ambao nilisema tukiwa tunaanza, ni kwa sababu tunaishi katika imani. Kuishi kwa imani inamaanisha nini? Ni kuishi katika neno la Mwenyezi Mungu. Kunena kulingana na vile Mungu anavyonena. Tukue kama Abrahamu. Hatujui mpango mwingine ni gani. Mpango mwingine kupitia neno la Mwenyezi Mungu. Bwana haya ndiye anataka kuyafanya. Tunafanya kwa mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Abrahamu si baba ya wana wa Israeli peke yake, bali Abraham ni baba wa wale ambao wanaenenda katika imani. Kwa hivyo kila siku lazima tuishi katika kusikiza kwa imani. Ndio maana wandugu, tunahitaji neno na usemi wa Bwana kila wakati. Wakati Mungu anavyonena, tunasikia maneno ya imani na yanatuonyesha jinsi ya kutembea. Kwa hivyo leo Bwana anahitaji kanisa la Ibrahimu. Lazima sisi sote tukue kama Ibrahimu. Na hivyo basi Bwana atatubariki. Na Mungu akambariki. Na maisha yote ya Ibrahimu, tunapoangalia neno katika mwanzo, tunaona kwamba Mungu anabariki, kwamba Mungu anambariki na Mungu atambariki. Kwa hivyo Paulo anaelezea Wagalatia 3, wale ambao ni wa imani, ni wana wa Ibrahimu. Na kwa kuja kwa Yesu, dunia nzima itabarikiwa. And the
Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote yatabarikiwa. Basi hao walio na imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa hivyo unapoamini unabarikiwa kama vile Abrahamu alibarikiwa. Kwa hivyo wale ambao ni wa imani ndio wana wa Israeli na wanabarikiwa pamoja na Abrahamu ambaye aliamini. Katika mstari wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie wa mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Wandugu, baraka tunazipata kupitia Roho. Bila Roho hautaweza kupata utajiri wa Mungu. Roho anatuletea utajiri wote na baraka za Mungu. Na inasema nini? Waefeso inaanza vipi? Waefeso 1 mstari wa 3 inasema nini? Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Hii baraka ni baraka ambayo iko ndani ya Roho. Kama Yesu hakuja na kufa pale kwa sababu msalabani kwa sababu ya dhambi zetu, ili afanyike Roho leo kwa wale wote ambao wanaamini kwamba Yesu anaingia ndani mwetu kama Roho, hatungeweza kupata baraka hizi. Na tuko na mlango wa kuingia kwa Mungu mwenyewe. Mambo yote ambayo tuko nayo na utajiri wote ambao Mungu ametupatia ni kwa kupitia njia ya Roho. Na hapo ndio baraka ya Abrahamu ndi Roho. Na Roho ambayo Mungu alituahidi ametupatia. Na baraka za Mwenyezi Mungu ambazo zinatufuata kila wakati ni kuishi katika Roho. Kwa hivyo leo tuchague kuishi katika Roho. Na tunapokea Roho kwa kusikiza katika Roho. Na si kwa njia ya mwili. Si katika kazi zetu, ni kwa kufuata na kusikiza katika Roho. Katika Wagalatia 3 mstari wa 2. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Unapokea Roho. Ulipokea Roho kwa sababu unaweza. Ulipokea Roho kwa sababu ulifanya kazi nyingi kwa sababu ya kwa Bwana. Ulipokea Roho kwa njia gani? Ulipokea kwa njia gani? Ni kwa kusikia kwa imani. Kwa sababu Warumi 10:17 inasema imani inakuja kwa kusikia, na kwa kusikia kwa neno la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati Yesu ama Bwana anavyonena tunalisikia kwa njia ya imani, na Mungu anatupatia Roho. Na inasemaje? Na mstari wa 4. Kwa hivyo basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kwa kusikiza neno la Mwenyezi Mungu tunapata Roho, na Roho ndio anafanya miujiza katikati yetu. Anafanya miujiza kwa sababu gani? Ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Bwana. Na mapenzi ya Bwana ama mapenzi ya Mungu yanafanyika wakati Roho anafanya kazi. Kwa njia ya binadamu mapenzi ya Mwenyezi Mungu hayataweza kutimika. Lakini nafurahia kwa sababu tuko na neno ambalo linafanya kazi ndani mwetu. Lakini tutapata nguvu hii ya Roho Mtakatifu aje? Tutaipata kwa kusikiza neno la Mwenyezi Mungu, kusikiza kwa imani.
Ndio maana wandugu, si kusikiza tu maujumbe mingi, ni kusikia sauti ya Bwana, kusikia neno linaloishi. Waibrania 4:12 inasema neno la Mwenyezi Mungu linaishi na lina nguvu. Neno la Mwenyezi Mungu sio tu kitu ambacho unarudia tu. Neno la Mwenyezi Mungu linaishi, linafanya kazi na linazalisha. Na ndio maana wandugu, tunafurahia Bwana kwa sababu ya Roho. Ukitaka kubarikiwa maisha yako yote, kumbuka Roho, na utakuwa na Roho ambaye anafanya kazi ndani mwako, aje kwa kusikia kwa imani. Hii ndio njia ya baraka. Unataka njia ya baraka? Abrahamu akatuma mtumishi wake ambaye alikuwa amekaa na yeye kwa muda. Wacha turudi katika Mwanzo 24. Alikuwa ni mfanyikazi wake yule mzee. Inamaanisha Roho Mtakatifu. Anaashiria Roho Mtakatifu. Ibrahimu akamtuma mtumishi wake mzee wa nyumba yake atafute mwanamke mke wa mwanawe Isaka. Na Abrahamu hapa anaashiria Mungu Baba, na mtumishi wake mzee wa nyumba yake anayetawala vitu vyake vyote anaashiria Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatumwa kutafutia mwana wa Abrahamu, na mwana wa Abrahamu anaashiria kanisa, na anatuma Roho Mtakatifu kuleta mke ambaye ni kanisa, na sisi ndiyo kanisa. Rebeka anaashiria wana ambao wamechaguliwa wa Mungu, ambaye ni bikira. Katika Wakorintho wa pili, Wakorintho 11 mstari wa pili, wa Paulo anasema jambo hili kwa kanisa hili: maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja, ili nimlete Kristo bikira safi. Nimletee Kristo bikira safi. Kwa hivyo wandugu, Bwana anatuma bikira huyu, anatuma huyu bikira ambaye bikira huyu ni kanisa, ambaye anatayarishwa kwa harusi. Inaonyeshwa wapi? Katika Waefeso 5. Hamjachoka kwa sababu ya kusikiza jambo hili kuhusu mstari huu kila wakati. Mstari huu ni muhimu sana. Katika mstari wa 25, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kristo alikufa na akajipeana kwa ajili yetu. Kwa nini? Kwa sababu gani? Tunafikiria kwamba kwa Wakristo wengi wanafikirianga kwamba kufa kwa Yesu Kristo ni kwa ondoleo la dhambi peke yake, lakini kifo chake kilileta nini? Alijipeana kwa sababu ya kanisa ndio aweze kuwa na mke, lakini mke huyu lazima atayarishwe, lazima aoshwe, lazima atakaswe. Atakaswe na nini? Anatakaswa na maisha matakatifu ya Mungu, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Mungu anahitaji kanisa ambalo ni takatifu, na utakatifu wa Mungu, asili ya utakatifu ya Mungu. Kwa hivyo sisi sote katika
sura ya 2 ya Efeso, alienda kututafuta katika dunia. Alitutafuta kwa nini? Tulikuwa kwa dunia, tulikuwa tumepotea katika makosa yetu, na akaenda kututafuta sisi watenda dhambi, na akatukomboa, akatuokoa, akatuleta katika kanisa. Kwa hivyo hatuna maisha ya utakatifu ya Mungu. Tunahitaji tuoshwe kila wakati. Na tunaoshwa vipi ama tunatakaswa vipi? Kwa Wakristo wengi ambao wako katika njia ya utakaso, wanaongea kuhusu utakaso kwamba kuanzia leo uishi maisha ambayo ni matakatifu, usifanye hiki, usifanye kile, ufanye hiki na ufanye kile. Jambo hilo alifanyi kazi. Hauwezi funga kwa miaka mingi ama siku mingi ndio uweze kuokolewa, kwa sababu kwa wewe kujaribu kuwa mtakatifu kwa matendo yako mwenyewe haifanyi kazi. Kutoka wakati nilikuwa Mkristo, nikiwa kijana mdogo, nilijaribu kuishi maisha ya utakaso, lakini nilishindwa. Na Mungu anatuosha vipi sisi? Wacha tuangalie kwa nini Mungu alijipeana kwa kanisa. Alitaka kanisa. Hawezi chukua kanisa kama bibi kwanza, kwa sababu kanisa bado alijasafishwa, alina utakaso. Kwa hivyo lazima Mungu ama Yesu alitakase kanisa hilo, na atalitakasa haje kanisa hile. Ile makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Na ndio maana wandugu, tunahitaji neno sana. Si neno la kidini, si neno la kwenda shule ya kidini. Ni neno ambalo linatoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Neno hili ambalo tunaingia katika kuzama, neno ambalo tunaliingiza katika mioyo yetu, neno hili ambalo linatoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu linatuosha kama maji, kama maji. Unajua, kila wakati unafungua mfereji, ushtuki wakati uko na maji unayotumia. Kuna sehemu ambapo hakuna maji, ambapo unaenda pahali ambapo hakuna maji, unatumia maji ambayo yako katika ndoo kuosha, na maji yale hayawezi osha vizuri. Unahitaji maji ambayo yanasonga kama kwa mfereji. Ndio maana katika Biblia inasema ni maji ambayo yanasonga, maji ambayo yako katika mfereji, ambayo yako na maji ambayo yana mtiririko. Na kuna wakati watu katika mahali pakula ambapo watu wanatumia ndoo kuosha vyombo, mahali pale hakuna usafi. Lakini pale ambapo kuna maji, katika kanisa tuko na maji ambayo yako na mtiririko, na maji haya ambayo yako na mtiririko katika kanisa yanatoa uchafu. Inatoa nini ndani mwetu? Inatoa kila kitu ambacho asili ni ya kale, asili ya kase, asili ambayo ilikuwa na dhambi, asili ambayo ilikuwa na asili ya kale. Neno linatuosha na kutoa uchafu peke yake, inatuweka asili ya kiungu, na kidogo kidogo inatuonyesha utukufu wa Mungu, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kama mfanyikazi mzee katika nyumba ambayo anatawala vitu vyote vya Mungu ambavyo Mungu ako navyo. Yeye ni mwaminifu, anatii na anafanya mambo kwa ukamilifu, mambo ya Mungu. Kumbuka
Wakati tulinena, unakumbuka wakati tuliongea kuhusu Mungu alikuwa anatengeneza dunia tena upya, kulikuwa na utupu na giza ambayo kulikuwa na juu ya vilindi vya maji, na Mungu alitakana kurudisha uumbaji tena. Na alifanya vipi? Kulikuwa na roho wa Mungu ambao ulikuwa juu ya maji na ilikuwa tayari kuingia wakati Mungu angenena, ilikuwa tayari. Na wakati Mungu alinena kuwe na nuru, na nuru ikawa. Kwa hivyo roho anakuanga mwaminifu, ambaye ni mtumishi ambaye anakamilisha amri zote za Baba. Kwa hivyo Abrahamu alitembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na alijua roho ya Mungu, kwamba yeye hangepata bibi wa mwanawe katika mbele baadaye. Katika Kumbukumbu la Torati 7 Mungu anasema mstari wa 1, Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Muhiti na Mgigashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Muhivizi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa utamkangeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo atakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Wandugu, usioane na wana wa Kanani, kwa sababu watafanya wewe uweze kukangaushwa. Kwa hivyo wandugu, ndoa. Abrahamu aliambia mfanyikazi wake, sitaki wana ambao ni wa Kanani wawe wanandoa wa mwana wangu, kwa sababu watamtoa Isaac kutoka kutumikia Mungu. Lakini wakati Abrahamu alijua hivi, kabla ya Abrahamu alijuaje hii kabla ya hizi amri za Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Abrahamu alijua moyo wa Mungu. Kwa hivyo wakati anaambia mfanyikazi aende katika shamba lake, aende akatafute mke wa mwanawe, hii inamaanisha nini? Vijana ambao wanatafuta wanandoa, usijichanganye na wana wa Kanani. Wana wa Kanani ni akina nani? Ni akina nani? Tunaweza sema ni wanawake wa dunia, lakini sisi sote tulitoka katika dunia. Kwa hivyo tunafaa kufanya nini? Hii inamaanisha nini? Ni somo gani tunajifunza hapa? Ni somo gani liko hapa? Wandugu, ndoa yetu si ya mambo ambayo ni ya kujinufaisha sisi wenyewe. Mapenzi yangu na ndoa yangu ni lazima iwe ni ya kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio Mungu aweze kutumia ndoa yangu kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu alinipatia bibi ambaye anitoe katika kumtumikia yeye, na Mungu akanipatia bibi ambaye atanisaidia kufanya kazi ya Bwana. Mnanielewa wandugu? Hili ndio jambo ambalo linafaa kufuata. Mkanani ni nani? Mimi sitachagua huyu ama yule. Mkanani ni yule ambaye anakutoa kutoka kufuata Bwana, na Mungu anakuhitaji uweze kuolewa ama kuoa mtu ambaye atatumikia Mungu. Unaelewa? Mnanielewa?
né? Kwa hivyo Lá em Gênesis 2, não podia ser aqueles animais que Deus mandou ele dar nome para cada um. Mwanamke kwa Adamu katika Mwanzo 2 hakuwa wale wanyama ambao Mungu alisema awataje. Ilikuwa lazima atoke kutoka kwa Adamu, na Adamu alilala na Mungu akatoa sehemu yake ya mfupa wa kando wa bavu na akatengeneza mwanamke. Kwa hivyo bibi yako lazima akuwe mmoja na wewe katika utumishi kwa Bwana, ili muweze kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wacha tuendelee haraka. Niko wapi? Tuko katika Mwanzo 24. Alafu mstari wa 10. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilizokuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu ayajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia, tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema, unywe, nami nitanywesha na ngamia zako pia, basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hiyo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Kwa hivyo, wandugu, ni vigumu kujua ni nani. Wakati mfanyikazi huyo alifika mahali pale, alitaka kujua ni nani atakuwa mke wa Isaka, na mtumishi akaomba Mungu. Na nini kilifanyika? Mstari wa 15 tukiendelea. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Bethueli, mwana wa Milka, mkewe Nahori, ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Hivi ndio maana kanisa lazima likuwe safi kwa sababu ya Kristo. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Wandugu, hali hii ama tabia hii ya huyu ndugu, ya huyu dada, ya kuwa tayari kusaidia mtu ambaye ako tayari kusaidia, tunayaona kanisani, tunayaona katika makopota, tunaona katika wandugu ambao wanatumika, hawakui wavivu, hawashiki, wanakuwa wakakamavu katika kazi. Angalia mwanamke huyu ambaye anapatia huyu mtumishi mzee kunywa maji, na alikuwa tayari kunywesha ngamia wake maji. Mnajua ngamia anakunywa maji kiasi gani? Mnajua ngamia mmoja anakunywa maji kiasi gani? Angalia mambo hayo. Mwanamke huyu akijaza kibuyu chake maji ama mtungi wake maji, na anywishe ngamia 10 maji, na hakuwa anachoka. Hawa ni kama makopota wetu ambao wanasaidia, ambao wanazidi kufanya kazi wakitimiza mahitaji ya watu. Hawaangalii jua ama kazi, hawakwangi wanateta, ama kunao wako hapa ambao wanapiga makelele, wanapiga, lakini bado wanafanya kazi hile, wanapatia watu maji wanywe.
Hii ndio hali ya watu wa Mungu. Tunajituma, tunafanya kazi kwa bidii, tukitumikia Mungu bila kujipenda. Tunafanya kazi kwa bidii. Hili jambo ni jambo la kufurahisha. Na Rebeka alikuwa anapendeza. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anasaidia, na ni mtu alikuwa anapendezwa na kazi ya Bwana. Na uwepo ambao ulipewa Rebeka, walikuwa waweze kuwa na maagano. Na ni vipawa gani jamaa alipeana? Basi yule mtu akamkazia akafanya haraka, akamwaga maji. Basi kama walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu. Uzani wake ulikuwa nusu mshekeli, na vikuku viwili kwa mikono yake. Uzani wake ulikuwa shekeli 10 za dhahabu. Akasema, ubinti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Akasema, mimi ni binti wa Bethueli, mwana wa Milka anayemzaliwa Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana, akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Unaona jambo hili ambalo linaonyesha mambo mazuri, kwamba wakati unatembea na Mungu, Mungu anafanya mambo yote yafanyike jinsi ulivyotarajia. Na Mungu alifanya vipi mambo haya? Na familia iko wapi? Na Rebeka alikuwa na ndugu alikuwa anaitwa Laban. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Laban. Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Basi yule msichana akapiga mbio akamwambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Laban. Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwake, kisema maneno ya Rebeka ndugu yake, kisema alivyomwambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama, akasimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona unasimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari, nafasi kwa ngamia. Na mtu yule kaingia katika nyumba, akafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji na kunywea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja naye. Akaandaliwa chakula, lakini akasema, sili mpaka niseme kwanza maneno yangu. Akamwambia, haya, sema. Mimi nataka muangalie jambo hili, kwamba jamaa huyu hakutaka kujinufaisha kwanza kabla mapenzi ya bwana yake kutimiza. Na akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Naye Sara mkewe bwana wangu akamzalia bwana wangu bwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote aliyo nayo. Tuende katika mstari wa 40. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako. Kwa hivyo Mungu mfanyikazi aliuliza Abrahamu, kwamba alimuuliza kama huyo mwanamke atakubali kukuja nami. Abrahamu akamwambia hivi, kwamba Bwana, kwamba katika uwepo wa Mungu, ukiwa unatembea katika uwepo wa Mungu, unajua kile ambacho kitafanyika. Kwamba Mungu ambaye
atamtumikia, atamwandalia malaika ambaye ataenda na yeye. Nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya mama, ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikilia jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Kwa hivyo kama mwanamke hatakubali kumfuata, basi atakuwa amefunguliwa katika kiapo hicho. Kwa hivyo haya, tuende katika mstari wa 47. Kisha nikamuuliza nikasema, binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti wa Bethueli, bwana wa Nahori, Milka aliyemzalia. Nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Kwa hivyo hazama puani na vikuku mikononi, tena akampatia zawadi pale katika kisima. Inamaanisha nini? Kwamba Mungu anahitaji watu ambao wamepatana na Mungu kabisa, kwamba tutaishi maisha ya Mungu, kwamba lengo letu ni Mungu, kazi ya Mungu, na mikono yetu si ya kutumikia dunia, kwa sababu mikono yetu itakuwa na vikuku za dhahabu na hazama za pua. Ni nani ambaye atatuelekeza? Lazima tuelekezwe na maisha ya Bwana. Kwa hivyo kuanzia hapo, kama Rebeka, nitakuwa bibi ya Mungu, na nitakuwa namtumikia kwa mikono yake, na ni Bwana ambaye atakuwa ananielekeza. Je, wewe uko na mapatano kama hayo na Mungu kama kanisa? Je, mikono yako iko na vikuku mikononi mwako vya dhahabu na hazama za puani? Na nini kilifanyika? Twende katika sehemu ambao wanakutana. Na baada ya familia walitaka kukaa na huyo binti kwa siku kadhaa, lakini mfanyikazi akasema lazima niende. Na hapo Labani wakajaribu kumzuia. Tuone Rebeka vile anavyosema. Tuone vile kile Rebeka anachosema. Rebeka alikuwa na mawazo safi, mawazo ambayo alikuwa anajitenganisha na dunia. Sasa alikuwa mawazo yake ni kutumikia Bwana. Na nini kilifanyika? Mstari Bwana Yesu, mstari wa 61. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu. Naye huyo Isaka alitoka katika sehemu inaitwa Belaroi, ambapo ni pale ambapo ni kusini mwa Israeli. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Kainua macho yake akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani mtu huyo ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyu ndiye bwana wangu. Basi akatoa shela yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka afarijika kwa ajili ya kufa kwa mamake. Kwa hivyo, wandugu, Bwana alipenda kanisa, na Bwana alipenda kanisa akajipeana kwa sababu yake. Kwa hivyo tuko hapa wandugu, tukisafishwa kwa sababu anataka tukue wake wa Mungu.
tunataka kuoshwa kwa kuoshwa kwa neno, ili tuwe tayari kama bikira aliye tayari kuolewa, ili tuingie katika kupatanishwa na bwana harusi. Tuende katika Waefeso 5. Nilinena kuhusu hilo. Waefeso 5 mstari wa 31. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hivyo harusi yetu inaashiria kanisa na Bwana. Kanisa na Bwana lilifanyika mwili moja. Kwa hivyo tunahitaji neno zaidi na zaidi, ambalo linatuosha, ambalo linatufanya mmoja na bwana harusi. Ndio siku moja Mungu aweze kutuchukua tuwe ka bibi harusi ambaye ako tayari. Ndio hiyo siku tukue pamoja kama katika sherehe ya bwana harusi, na ni wale ambao wameshinda kwamba harusi ambayo itaishi, harusi ambayo itakuwa ya mwaka 1000. Sisi ambao ni washindi tutakuwa katika sherehe hiyo ya mwana kondoo, na dunia nzima ambao ni watakatifu wa dunia nzima tutakuwa pamoja lakini ni washindi ambao watakuwa katika sherehe hiyo. Na kila mmoja abarikiwe kwa sababu ya jambo hilo. Amen.